Naitwa Engineer Dr. Befrina Iguru. Ninafanya kazi na Baraza la Taifa la Hifadhi na Usimamizi wa Mazingira. Na mimi ni msimamizi wa mradi wa kudhibiti matumizi ya zebaki kwa wachimbaji wadogo. Mradi wetu unatekelezwa kwa makusudio ya kutekeleza mkataba wa Minamata Convention, kwa maana kwamba katika dunia imeshaamriwa kwamba zebaki ambayo kwa Kiswahili inaitwa, kwa Kiingereza inaitwa mercury, inaenda kutoweka. Lakini pia mtakumbuka kwamba kemikali hii ni kiungo muhimu sana katika uchimbaji mdogo. Kwa hiyo wakati inaenda kutoweka, sekta yetu ya wachimbaji wadogo ambao wanaitumia tunahakikisha pia hawataathirika. Kwa hiyo ni mikakati ya serikali kwamba kuhakikisha wakati huu tunaoelekea kwenye kupunguza matumizi, sisi msimamo wetu sio kwamba tunaipiga marufuku, hapana. Ni kwamba itaisha yenyewe sokoni kadri muda unavyozidi kwenda. Kwa hiyo mikakati iliyopo ni kuhakikisha kwamba watu wanapata elimu ya kutosha, elimu kuhusu matumizi salama ya zebaki, kuhusu madhara yake kwamba kwa afya na madhara gani, lakini pia njia mbadala, na kuzihamasisha hasa sekta binafsi waweze kujiingiza kwenye njia mbadala ambazo zinatupelekea kupunguza matumizi ya zebaki. Na kama serikali kwenye kuhakikisha kwamba inatumika salama, tunahakikisha kwamba kimsingi ni miundombinu na vifaa kinga ndio vinavyotupelekea kwenye kutumia zebaki salama. Na tunahakikisha kwamba tunajenga mialo ya kisasa ambayo ina miundombinu inayokidhi kwenye kupunguza matumizi ya zebaki. Kwa hiyo ndio utaona, kwa maana kwamba ndio maana leo unaona tuko Mbogwe. Mbogwe ni kati ya sehemu ambayo tunajenga mwalo wa mfano na tunauweka katika kikundi ambacho kina wachimbaji wengi sana, lakini pia kinafikika kwa urahisi ili iweze kusaidia watu wengine wote waweze wakajifunza miundombinu hii inaendaje. Lakini mbali na hiyo pia tumekuwa tukihamasisha matumizi ya teknolojia mbadala, na sasa hivi utaona kwamba kuna plant nyingi sana zinajengwa. Nadhani ni kati ya mapinduzi makubwa ambao mradi umechangia kwenye kutoa elimu. Tulihakikisha tumekusanya wale wachimbaji wenye uwezo wa kujenga hii miundombinu mbadala, tukawatembeza, tukawapa na elimu, tukawakutanisha na mafundi, na sasa hivi inasambaa kwa ukubwa sana. Na tukuishia tu hapo, sisi pia tukaona tuwe na kituo kimoja ambacho nyinyi watu wa Shinyanga mmebahatisha kwamba tunajenga kituo cha teknolojia mbadala hapa Msalala, na kitakuwa ni kituo cha mafunzo ambacho kitakuwa kinaendeshwa na wenzetu wa Chuo Kikuu cha Dar es Salaam. Kwenye kujenga mwalo wa mfano tumehakikisha tunajenga hii mialo katika vikundi. Kwa hiyo utaona kwamba kwa Mbogwe Shenda ni kati ya kikundi ambacho ni kikubwa sana, lakini pia kina uzalishaji mkubwa. Kwa hiyo hicho ndio kimetupelekea tuweze tukaweka mwalo wetu hapo, lakini pia ni eneo ambalo linafikika kwa wepesi. Na kwa kuongezea, sio hivyo tu kwamba hata namna ambavyo tunajenga kwa kutoa elimu, kwamba tumekusanya mafundi wa eneo husika ambao wamekuwa wakijenga hii mialo ili sasa wapewe mafunzo na waweze wakaijenga hii mialo wakajenga huu mwalo na kupata huo uelewa ili waweze wakaisambaza zaidi elimu hii katika sehemu mbalimbali. Mapokeo ni makubwa. Wachimbaji wamekuwa wakisubiri sana hii mialo, na wamekuwa siku zote wanaulizia mbona haianzi. Na mbona haianzi imekuja kwa sababu kitu kimoja. Pia tumekuwa tukitaka tathmini za athari za mazingira zifanyike, lakini pia hata ushirikishwaji wa wachimbaji kwenye tangu tunatengeneza hii mialo umekuwa ni mkubwa sana, ili iweze kaakisi kile ambacho wao pia wanaweza wakakijenga. Kwa hiyo tuliwashirikisha kwenye kuchukua maoni, tukawa na mshauri mwelekezi akatengeneza hiyo design, tukawarudishia tena. Walivyoona kwamba hii sasa ni nyepesi na wao wanaweza wakaijenga, ndio sasa tukaamua tunajenga. Mbogwe tuna kituo kimoja, lakini vituo hivi kwa ujumla viko 8 na vinasambaa kwenye mikoa mbalimbali. Utaona kwamba mikoa yetu ya miradi ni pamoja na Mwanza, tuna Shinyanga, tuna Geita, tuna Singida, tuna Chunya, tuna Mara,
Kwa hiyo kwenye mikoa hii yote tunahakikisha kwamba angalau kuna mialo miwili ambayo ni mialo ya mfano.